Bwana ako na mpango mwema kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tulia. Ndio mwenzako tulia. Bwana ako na mpango mwema. Mwambie Bwana ako na mpango mwema. Tulia. Alafu mwaka huu mimi nataka niwatangaze. Ndio mimi msifanyaje mambo ya kujificha hivi. Mambo yangu hufanya wazi. Mwaka huu wale watoto wa hii madhabahu, Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtoto, okay, kama ni mtoto hatakuasika, lakini kama ni wa kutembea atatembea. Mwaka huu tunaaminia Mungu kununua basi ya kanisa. Hata kama hatutapata basi, tupata hata Nissan ya kanisa. Naomba hilo jambo next week inaingia kwa maombi. Nikimaliza kutoka kwa maombi nitawatangazia Sunday. Kila mtu ako hapa wa chini kabisa ana pledge 10,000. Wa chini kabisa ana pledge 10,000. Tufika mwezi wa 6 tunampea mpaka mwezi wa 6. Hii ni mwezi ngapi? Mwezi wa 6 tunapeana pay bill namba ya kununua basi ya kanisa. Hiyo pesa inatumwa hapo. Kufika mwezi wa 6 tuangalie kama tumepata pesa ngapi. Hivyo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Walio hawana shida. Wa kutembea watachoka tu. Lakini tukiwa na hiyo basi tukiingia ndani sisi tunasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wa chini ni 10,000, wengine watapledge 20, wengine 50. Kwanza hawa wenye wako hapa mbele 50. Una pledge 50. Tununue pasi ya kanisa. Kuna watu wanatoka Kayole, wengine wanatoka Utawala, wanashindwa kufika kanisani kwa sababu okay, na hiyo basi itakuwa inawasaidia nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Itakuwa inasaidia mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Si basi ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ni basi ya nini? Ya kanisa. Na hiyo basi ya kanisa ndiyo itakuwa inachukua watoto wenu shule. Unajua mjui hiyo shule kwa wapi? Mtajua. Itakuwa inachukua watoto wenu shule. Na watengenezea shule. Mwenye wivu yaanze kujinyonga saa hii kabla wakati. Mwenye wivu aanze tu kuama saa hii. Hiyo ndio itakuwa inachukua watoto shule. Tunatengeneza shule. Kwa hivyo tuko na mambo mengi. Nimejaribu kukupea vision. So katikati ya mwaka huu utaona moja ya hizo vision ikiwa inafanya kazi. Na hivyo ndivyo hata wewe unainuka. Hivyo ndivyo unainuka. Hauwezi ukatembea na mwenye maono na wewe ukabaki. No. If you walk with a great mind, you become great. Hivyo ndivyo wewe unafanya nini? Unainuka. I have given you the direction of the year. Hello. Ni wangapi wanaona tununue hiyo basi? Kama unasikia tununue. Mwenye asikiwe kaa tu jina ina shida. Unatamani tununue hiyo basi. Amen. Sasa na wangapi wanaona wao watatoa 20,000 tuna pledge for 3 months. 3 months ama 4 months? Mpaka mwezi wa 7. 5 months. Tunakupa period ya 5 months. Unaleta 20,000. Wale wa 20,000 inua mkono juu tuone for example saa hii. Wale wa 20,000 inua mkono juu. So inua kuna watu wako hapo nyuma. 20,000. Kwa ni mmoja. 1 2. Ni wawili tu. Ama wengine okay. 50,000. Haya 20 1 2 3. Hata wale wana pesa waweze wakainua 1 2 inanga effective 4. Kuna mkono mwingine hapo nyuma?
Sasa mtoto ameinua kwa imani huko. Wale wa 10,000. Ndio mkono juu kama wale wa 10,000. 10,000. Yaani wale mlikuwa mkono yote juu mlikuwa mnainua yani. Mlikuwa mnainua tununue tu ninunue sio? Yaani mkono ya watu mlikuwa mnainua yote juu ilikuwa ya asili. Wale wa 10,000 wainue mkono juu. Mzee ubabu sana ubabu. Una pesa inua mkono juu. Utapata 10,000. Kuna wengine sasa wewe inua mkono juu. Utapata 10,000. 5 months mwezi mmoja inua mkono juu. Inua mkono juu. Utapata kujifanya hapa hata mwezi mmoja. Inua mkono juu. Hata kama utainua utakuja mahali. Wewe inua mkono juu. Utapata 10,000. Sasa kwenda kujifanya hapa utainua mkono juu. Utapata 10,000. 10,000 ni mwezi unakosa. Inua mkono juu. Amina. Weka mikono yenu juu. Leo nimewapigia ni testing. Leo si tumeinua tu lakini nitawapea wacha niombe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nikiomba nitawaelezea zaidi. Kwa hivyo sijasema wewe ni mwenye umeinua ndio unaenda kutoa. Nimesema tumeinua for example. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo yani nikasikia kwa sababu ukitaka kujua shida, ukitaka kuleta shida, ambia watu pesa. Yani back the 10,000 yote. Aya. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka niongee na wewe kwa muda mchache. Samsoki. Natamani niongee na wewe leo tu kwa ule mtakuwa na Yesu Kristo atanisaidia. That's why Stima alikuwa ameweka igeuza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wale watu wanaitwa CCTV reporters wa Citizen wakitoka hapa. Unasikia vile pastor amesema? Kwa hivyo wale watakuwa na pesa watakikani hapo. Jameni. Hata hiyo samba yenye tumenunua kuna pesa umetoa 10,000. Kuna mtu ametoa 10,000 zake. Hata hizo vitu zenye nimekutangazia hakuna kitu umeweka hapo lakini zimepatikana. Cha muhimu tuombe Mungu ataleta pesa. Hata atakupa pesa. Sasa huwa hizi vitu zikipatikana huwa natamaningi ni kuhusisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili wakati tunapobarikiwa tubarikiwe pamoja. Problem yenye unakuwa nayo umeweka ka 10,000 kwa simu miaka mingi na hapo ka 10,000 akachakupea hata socks. That's the truth. Lakini ungeachilia kwa Mungu angekupa hasina yake. Angalia mwenye anakuongeleza ni mtu nilikuwa nauza mayai hapa natoa mafi kwa choo na ile ndo ya wheelbarrow mbili. Bwana Yesu asifiwe. Wale nilikuwa nauzia mayai hapa Njenga wape. Customer wangu mmoja hapo hapa. Inua mkono wangu. Huyo. Anaweza akakwambia nilikuwa namuuzia mayai hapa wape na ndo na kajumbani. Na customer wengine hapa. Kuna customer mwingine? Niwahi kuuzia mayai. Mwingine hapo pale. Kama niwahi kuuzia mayai inua mkono juu. So I'm a testimony. Kile nakwambia ninajua ya kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye amewahi invest kwa kingdom ya Mungu na Mungu akamwacha. I'm telling you the truth. Hakuna. Shida ni wakati ambapo
Ukiambiwa hiyo note 20,000 kitu kinakwambia na mtu analipa hiyo 20,000 school fees miaka ngapi? Miaka 4, na mtoto anatoka hapa kuvuta bangi. Lakini asitukangi, amevuta bangi, asitukangi. Anapeleka mtoto university, analipa kwa semester 60,000. Semester ngapi? 4. Semester kwa mwaka ni semester ngapi? 3. 2. Wale mwandangi kwa mtihani ya university 2. Mwaka inakuwa semester 2. 2 semester. 2 semester ama 3 semester? 2. Ingine ni 3, ingine 2. Mtu analipa pesa. Huyo mtu anatoka hapo, anakuja hapa, anakosa kazi, anaanza kuuza melon. Na mama asituki aseme, lakini ungeambia huyo mtu atoe 60,000 kwa nyumba ya Mungu, ndio Mungu atengeneze maisha ya mtoto wake future. Anasema, "Wa, hiyo yote." Halo. Bwana asifiwe. Pastor, tuna safe school. Mwanamke mnaniambia, "Sasa hizi January pastor ndio kumpeleka watoto shule." Pastor, tunawapeleka shule. Yaani shule imetukamata pastor, hiyo mambo unaweza ili tuelewe hiyo mambo tunaweza kuielewa mwezi wa 2 huko wa 3. Lakini sasa hizi ni shule shule. My friend. Wacha ni kwa device. Ungeweka mtoto wako kwa mkono ya Mungu. Kule mbele nakwambia mzazi utalia. Nakwambia utalia. Unaona kule mbele? Hautalia. Kuna mama sijui hapo hapa ndani amenipigia simu akaniambia, "Pastor, mtoto wako ako form 4. Shule nzuri sana." Hii ndiye alikuwa anaingia form 4, shule nzuri sana. Na huyu mtoto anapatanga A. Tangia form 1 anapata A. Vile wamefunga shule December, mtoto amekataa kurudi shule. Ametoroka. Kijana ametoroka. Hataki kurudi shule. Anasema mimi sitaki, nataka munipeleke kosi. Na anapata hata ile mtihani ambao amefanya akaenda form 4. Alikuwa na nini? Amesema nataka kosi. Mama alikuwa anafanya mama alikuwa, unaona yule alikuwa amechanua juu, ametoa nywele yote, alikuwa anafanya hivi. Pastor akasikia ndaruko na akili. Nikamwambia uruko na akili kwa nini? Nikamwambia mama, leta mtoto ama kuja tuongee. Tulipokuongea na mama, nikapata ya kwamba kumbe mtoto kuna mtu amemtengeneza nyumbani sana. I thank God, sasa mtoto amerudi shule. Hata wewe uliharibika aje? Wewe uliharibika aje? Wewe mwenyewe uliharibika aje? Si ulikuwa wakusoma wewe? Halo! Bwana asifiwe. Muuliza mwenzako, wewe ulikuwa wakusoma wewe? Na wewe ulikuwa wa mbali, wewe uliharibika aje? Niulizie ujani yako, wewe ilienda aje? Aya, tusome katika Matendo ya Mitume 13. Matendo ya Mitume 13 kuanzia penyewe. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii wa walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri. Umesema kusoma? Nianze tena. Na huko Antiokia katika kanisa lilikuwako palikuwa na manabii wa walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema,
Nitegeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitekelezeni Barnaba na Sauli kwa sababu ile kazi niliyowaitia. That's why nimewambia naenda kuomba kwanza, ndio tupate direction kutoka kwa Mungu. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Na walipokuwa katika Salami wakalihubiri neno la Mungu katika sinagogi ya Wayahudi, nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii, jina lake Myahudi, jina lake Bara Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake. Ukiona mtu amelala mwakemee Elima, anasuianga watu wasisikie neno la Mungu. Maana ndio tafsiri ya jina lake. Akashindana nao. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Achia baba. Naomba angalia zako mwambie leo, naomba usikilize vizuri. Kuna Elima ambaye tafsiri yake mchawi. Wakati unaingia kanisani anakwambia usingizi. Yaani unasikia usingizi mzuri baba Mungu anasema unasikia unalala. Wanaweza sio hiyo ndio kazi ya Elima kule mchawi. Ukiona usingizi unaanza ndani yako na mpigizi ni baraka pia na sala la kabisa baba anakusia Mungu na kusibraka kidogo na kwa tuleta mambo. Paresa sipi. Wakati wale huyu mchawi akawa anataka kubadilisha akili ya yule mtu asisikilize neno la nani? Bwana asifiwe. That's why wakati wa mahubiri watu wengi ulala, wakitoka hawana chochote walikuzika. Bwana apewe sifa. Lakini leo kuna kitu nataka nikwambie. Biblia inasema ya kwamba walipokusanyika, Roho akasema hivi, nichagulieni Barnaba kwa sababu ya ile kazi iliyowaitia. Katika ibada ya siku ya leo, kuna mtu ambaye amekaa hapa, ameishi maisha, hajawahi jua maisha yake ni yapi, hajawahi jielewa yeye ni nani. Ninakuombea leo, baada ya kukuwekelea mkono utajitambua. Maana Barnaba aliwahi tembea na akina Paulo, aliwahi kuwa kwenye kikundi cha maombi, lakini hakuwahi jua kazi yake. Kuna watu huko kanisani, kuna watu mnaishi, lakini haujawahi jua talanta yako ni gani. Kuna mtu haujui kama ni business unahitaji kufanya. Kuna mtu haujui kama ni uimbaji unatakikana kuimba. Kuna mtu haujui ni kazi gani utafanya ufanikiwe. Leo hii kupitia kwa Roho Mtakatifu nitakuwekelea mkono na utafungua biashara na utafanikiwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema we are not failing because we are not hard working. We are failing because we don't have direction. Sasa kila mtu anasema ni pastor, niombee kazi ya kampuni, niombee kazi ya kampuni, niombee kazi ya kampuni. Ni kwa sababu gani? Haujajua wewe ni nani na ni wapi unahitaji kuingia ndio ufanikiwe. Unanielewa kile nasema kweli? Kila mtu anataka kufungua biashara na sote tutatengenezwa tukue na biashara. Bwana asifiwe. For example, hautapata jembe ikitafuta kazi ya kupasua kuni. Hautapata sufuria ikitafuta kazi ya kukula. Lakini saa hii ukiuliza mtu, unataka kazi gani? Kazi yoyote. Na tutaumbwa kufanya kazi yoyote. We were designed, tumetengenezwa kama vile vyombo vilivyo kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vyombo lazima okay. For example, tissue. Ukiona tissue, nini inakuja kwa ajili yako? Choo. Kwa hiyo tissue inapatikana wapi?
Ukipata tishu, iko kuote kwa meza kama sabi, utaelewa watu. Kuna problem? Kuna problem. Ukipata sahani kwa choo. Sasa bila kukweli, wale mnakaa na choo kwa nyumba. Wale Mungu amewasaidia mko na choo kwa nyumba. Nikiwa mmoja wao, choo iko kwa nyumba. Alafu upate sahani. Hapo upate mfanyikazi, mama bwana. Upate mfanyikazi anaosea vyombo ndani ya choo. Maana tuko na tapu, tuko na tapu ya maji ya kwa choo ndani. Anaosa hapo. Utakomleni. Utakomleni. Kwa nini? Hiyo sehemu sio ya kuoza. Kwa hivyo ndivyo Mungu ametudesign. Mungu ametudesign kwa njia, kila mtu amemweka kwa sehemu yake. Kuna mwingine amedesigniwa akimbie, mwingine awe mwanasiasa, mwingine achekese watu, mwingine awe na biashara, mwingine afanye kwa kampuni, mwingine alime shamba, mwingine kila mtu ameumbwa kwa njia yake. Lakini saa hii unapata hata wale watoto wanaenda university wanachagua masomo ambayo sio karia yao. So atapata certificate, akitoka kule akipata degree, akikuja nje ndiye atakuja kujua alikuwa mechanic. Ametakwai. For example, mimi nilisoma. Hakuna mahali certificate zangu niliwahi zitaweka. Kuna watu wako na certificate hata diploma. Kwa nyumba. Nani amesoma hata bibi ana diploma ama degree ama certificate? Kwa watu wakawa wewe. Yesu ndiye Mungu. Kweli? Hakuna mtu abaraka na certificate yako. Wengine ni uoga, wanainua hiyo msiwaulize maswali. Wewe ulisomea nini? Nipe mic. Ulisomea nini? Saidia mic. Be faster. Ulisomea nini? Diploma ya Freight and Forwarding. Freight And Forwarding. Freight and Forwarding nini? Clearing and Forwarding. Freight and ya nini? Na nini? Both ndege na meli. Ndege na meli. Ulienda shule? Ukalipa school fees? Ukamaliza? Uko na certificate ama diploma? Niko na certificate ya diploma. Na diploma? Asante sana. Hapo acha kuna swali nataka nikuulize. Lakini saa hizi utaniruhusu niongee? Ndio. Utanichukia? Hapana. Saa hizi umejipata ukifanya kazi ya nyumba. Ya umaid. Inaoana na kile ulisomea? Hapana. Wewe wakati unapofanya hiyo kazi ya umaid, ni nini nakutaka kwa akili yako? Sio vibaya. I don't qualify. You don't qualify. Kwa hivyo pili ya diploma ya forward ya nikilia ni ndege unakilia sahani wa Yeah, na apart from that nikafanya ya dawa. Ukafanya ya dawa? Ya dawa sasa zaidi kwenda hospitali na dawa. Tena ukafanya dawa aje? Pharmacy. Unastahili kufanya kwa hospitali. Kwa chemist. Lakini sasa unapata kazi ya nyumba. Na mwingine naye aliachia tu. Naye anafanya kazi? Isindi fair. Tuongee isindi fair. Sasa maisha imekuwa fair kwa ndani. Naomba tuongee. That life does not balance. Why? Huyu mwenye amesoma, umenielewa? Akona hizo qualification, hana kazi. Yule mwenye hana hizo qualification ndiye akona kazi. Alita point? Mwenye amesoma akona qualification, hana kazi. Yule mwenye atasoma ndiye ako na kazi. Saa hii unatafuta hata kazi ya kilini kwa kampuni. Hata kupewa kazi yoyote tu penda kwa kampuni, ndio? Lakini yule hajasoma, hata hajafika hivi, ako kwa muhindi na analipwa 20,000. Ama 30,000. Wewe na makaratasi yako imejaa kwa file, panya ndio wanalalia. My question is, kile kinafanyika kwa huyo dada
It's because kuna watu wako spiritual. Umeelewa? Waliingia katika ulimwengu wa kiroho, wakagusa huyo, wakabadilisha the identity. So hata ukiapply jina lako likionekana pale ni kama alionekani. Ukipeleka faili wanasema hivi, faili yako ilipotea, tuma tena simu. Apply tena. Ndio maanake nimekuja kusema wakati wa maombi walipokuwa wanaomba, Barnaba hakukuwa anajijua mpaka Roho akasema, wakamwekelea mkono. Roho akasema nimemchagua kwa kazi fulani. Sasa leo hii nitakuwekelea mkono, utachaguliwa kwa kazi fulani. Unaelewa kile nafundisha? Lakini haruno kama unaelewa, naomba unielewe. Roho akasema hivi, walipokuwa wanaomba, Roho akasema nichagulieni Barnaba. Inamaanisha mafanikio ya mtu afanikiwi kwa sababu ya masomo, anafanikiwa sawa sawa na ile roho. Sio kama kuna mtu angesikia hii kitu nafundisha, ingepata hata mmoja asikie. Na pia wanapoendelea mbele, kwa sababu kulikuwa na roho, huyo roho amefika kwa liwali. Liwali ni governor. Kwa hivyo kulikuwa na watu wawili wako na maroho tofauti. Mmoja anaitwa Elima na anajiita jina jingine Yesu. Huyo mtu alikuwa anaitwa Yesu, Bar Jesus. Elima tafsiri yake mchawi. Amejua ya kwamba huyo mtu akielewa kuhusu Yesu atabadilika na maisha yake yatabadilika. Akatangulia mbele abadilishe mawazo yake, asije akajua ukweli. Mchana wa leo kuna watu wamekamata masikio yako na akili yako, usije ukapata kujua ukweli. Leo hii kwa jina la Yesu utajua ukweli. Mimi naelewa kile nasema kweli. Ama nienda kule juu. Kuna watu sio kama unaelewa kile nafundisha. Unaweza ukawa unaishi hapa Nairobi, na kwa sababu hujawahi jua ukweli, utaamini Nairobi ni saba ya mambo. Angalia mwenzako kumwambia utaamini sasa. Sikiza, kuna watu wanasema Kanairo samba la mao kwa sababu hujawahi jua ukweli wa Nairobi. Si ni kweli? Kwa sababu hujawahi jua ukweli wa Nairobi, unaamini ili upate kazi na si mulipe hongo ndio upate kazi. Maana hujawahi jua ukweli wa Nairobi. Lakini ukisajua ukweli wa Nairobi utafanikiwa. Wewe leta mic. Sasa ikiwa mimi nafuata inatakana ukweli maana yangu hapa nyumba yangu. Ulileta mshana wako hapa. Ndio. Wakikupima walikuwa wanasema damu iko na nini? Ana damu, si ndio? Na hiyo ukimwona si hapo na damu. Akitendea si alikuwa na damu, aliwahi anguka hana damu. Hiyo unaongezea. Yeye ndiye aongea na sauti sasa. Aliwahi anguka hana damu. Aliwahi anguka. Sasa akienda hospitali anaambiwa hana damu. Hana damu. Wewe ukamtoa nyumbani nyumbani. Mbona? Ukamleta hapa. Ndio. Tulipoombea ule mtoto, damu ilitoka wapi? Hata siwezi eko. Lakini usitaka walikuwa wanasema aje? Ana damu. Tukaombea mtoto, damu ikaingia saizi akasafiri akatoka Kenya. Inamaanisha pia wewe uko hapo. Kuna kitu kimefanyika, kinasemekana ya kwamba uko kichwa ngumu, lakini si ati uko kichwa. Kuna kitu kimefanyika kinasemekana wewe ni mchawi na wewe si mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimekuambia kwa jina la Yesu leo, na asima kile kilitolewa ndani mwako kitaingia leo, na leo ndio itaingia kwa baraka. Kuna watu hapa mlikuwa milionea. Kuna watu hapa mungeenda mbali, lakini mlibadilishwa maisha kwa sababu kuna elimu tafsiri yake mchawi. Kazi yake ni kubadilisha destiny za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My question is, ulikuwa na biashara na ulikuwa na makastoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biashara zako zilikuwa sawa. Sasa hauna customer. Yule mwenye
yako na customer. Swali langu ni unauza simu na huyu anauza simu. Simu zote ni za Samsung. Watu wananunua hapa na kwako hawanunui. What is the problem? Kuna roho imebadilishwa kwako. Na wewe unaamini biashara imerudi wapi? Chini. Hakuna biashara imerudi chini. Kuna mtu ameenda katika ulimwengu wa kiroho akabadilisha biashara zake. Ulikuwa unauza sukuma na ulikuwa unakata sukuma kama mtu mwenye anauza sukuma nyingi anaweza kata kama gunia. Wale wa kibanda ya mboga. Wale wamesha kibanda ya mboga, wao wameuza sukuma. Kibanda ya mboga, mtu akiuza sukuma nyingi anauza kama ngapi? Kama ya gunia ama nini? Sasa unajifanya hapa kuna kibanda ya mboga nini? Wewe hiyo ulikuwa unauza ni wamema kama sisi gunia. Hivyo kuna mtu anaweza kauza gunia kwa kukata yote. Sasa nilikuwa nawaonyesha kwenye amana, lazima mngeomba tu lazima. Sasa gunia. Mungu alikuwa anauza gunia. Bwana asifiwe. Alipokuwa anauza gunia, saa hizi hata saa 50 kwa bazizi. Inamaanisha huyo mtu kwa sababu ni Kristo. Nani anaweza kuelezea angalia naomba akili yako izunguke tu leo. Pass. Ka. Glory. Nani amekuwa na gari yake? Nani amekuwa na gari? Asiwewe mkono kama kasi kwa na gari sasa nitano. Kama mkono kama ndio kwa na gari. Bado mkono wako siwewe kwa uingize gari yako wewe ndio na wabibua kwa baba naona. 1 2 3 4. Hapa ni naona hakuna gari. Toki kuliwe kwa na gari. Hiyo ni kwa imani. Nani amekuwa na gari yake hapo? Gari. Sio inua mkono kama umekuwa na gari yako. Kwani ni dhambi kuwa na gari? Hata mimi niko na zangu. Sasa si inue. Mimi nasema yule aliyekuwa na gari yake. Haya. Sasa nikuonyeshe kitu. Na wala ambao mliwahi kuwa na gari yenu, bila mmeinua mkono hivi, Bwana anarudisha gari zenu. Mwenye hakununua za yake, wale waliinua, Bwana anarudisha gari zao. So ulikuwa na gari. Ile gari ilikuwa ina operate vizuri, suddenly ikaanza kupata accident. Hivyo madeni ikaanza, madeni ikafurutwa na loan. Mwisho ukabaki na receipt. Ni receipt. Logbook. Logbook. Ukabaki na logbook. Sini logbook. Na spare wheel. Spare wheel ukabaki na spare wheel ni gurudumu ya gari. Ukabaki na spare wheel. Spare. Kwa maana wakati ilifuto huko iko enda na spare wheel. Hapo kwa nyumba yako kuna oil. Yaani ulikuwa unawekanga kwa gari yako oil. Wanaenda wakiifuruta wanavurutanga mpaka na oil. Kwa nyumba unapata kuna oil. Alafu kwa na side mirror. Alafu kuna ile kiti ulitoa kwa gari ukapandisha ukaweka mpya ndio siku hizo unakalia. Ile kiti ya gari. Halo? Wanaitanga jea? Kiti ya gari inaitwaje? Kiti ya gari. Car seat. Asset? Car seat. Car seat. Street seat. My question is, wakati unapoingia kwa hiyo nyumba unaona ile gurudumu ya gari yako iliyoenda, unasikiaje?
Ukiona oil hapo kwa nyumba, oil yenye ulikuwa unaweka ndani yako, unasikiaje? Huyo mtu inamaanisha huyu mtu alikuwa na roho ya utajiri. Umeelewa? Utajiri ulikuwa umeanza kumfuata. Kuna mwenye alienda kwa madhabahu yake akachukua roho, akaamua kufuta hizi vitu kutoka kwa huyu mtu, akisipeleka kwake. Wakati mtu anafilisika, usifikirie ni umaskini umempata. Hakuna mtu anafilisika kwa sababu umaskini umempata. Inakuwa hivi. Songeza kidogo. I saw you somewhere. Mzee kuja. Kuja. Wayelo kuja. Wanakuitana hapa. Ama wewe ndio umejitanga Facebook karatasi. Ni wewe? Patrick. Kai? Patrick Kanazi. Kanazi. Oh, Kanazi si karatasi. Oh. Kanazi. God bless you. Sasa inakuanga hivi. Patrick akiwa na magari, umeelewa? Akiwa na pesa, inakuwa hivi. Simama. Nanga wapane example mpaka mchoke tu. Simama. Simama. Nyuma ya huyu. Wewe simama mbele tu. Pole kwa kuwapea example. Huwa inafanyika hivi. Wakati huyu ako na magari na anaendelea vizuri, ukiona ameanza kufilisika, wacha kusema ati amepiwa na umaskini. Hakuna. Mungu akikupa vitu akunyang'anyi. Mnaelewa? Mungu hawezi akabariki mtu na akamnyang'anya. Mungu ni mwenye haki. Ndio maana hata Shetani akitupa kutoka mbinguni hakuondolewa zile vipawa alikuwa amepata. Kile huwa kinafanyika ni hivi. Simama hapa nikueleze. Simama kando hapa hivi. Ni huyu unapata, huyu ana roho ya utajiri. Mnaelewa? Anaenda kwa huyu, simama hapa. Hapo hivi. Huyu anaweza akawa pastor ama akawa mganga. Mnaelewa? Huyu anaenda kwa hii madhabahu, anatoa sacrifice, anamwambia hivi, nataka nyota ya utajiri. Katika kile kioo, Bwana Besifa, wanatazama katika ulimwengu wa kiroho. Wanaangalia ni nani ako na nyota ya utajiri na haina ulinzi. Huyu ako na utajiri lakini hana madhabahu. Unaelewa? Ako na pesa lakini hana madhabahu. So, huyu anaona nyota ya huyu. Huyu anatoa sacrifice kwa huyu. Hao wanafanya nini? Wanafuta ile utajiri kwa huyu. Imeandikwa kwa Biblia, wewe tusomee. First Samuel chapter number 6. Muone vile ilikuwa inafanya. Chapter number 16. Verse 4. Wala mkulima simfungue Biblia msikie. Samueli wa kwanza 16:4. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka. Anzia 16. 16 kuanzia penyewe. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamulilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Injaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Akamuita Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda. Haya, tukae. Na hii kaa. Ndio. Naomba sasa usikilize. Sauli alikuwa mfalme, si kweli? Alikuwa anatawala. Na Samueli alikuwa nabii. Tuelewane hiyo. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Lakini kwa sababu Mungu anataka kutoa ufalme kwa Sauli, amemwambia Samueli hivi, nenda mpaka kwa nyumba ya Yese nimejitawalia mfalme. Daudi atajua kama ametawaliwa kuwa mfalme. Ijaze pembe inamaanisha transfer of leadership from Saul to David. Daudi anapakwa
mafuta, Biblia inasema kwamba wakati Mungu anamwambia kwamba nenda upake Daudi mafuta, Sauli hajui. Daudi anapakwa mafuta, Biblia inasema kwamba wakati Daudi anapakwa mafuta, Roho akamkujia kwa nguvu. Inamaanisha yule roho ni ufalme wa Sauli ulikuwa umetoka ukaingia kwa Daudi. Naye Sauli alibaki kuongoza akifikiria ni mfalme. Umeelewa? Daudi naye alibaki wapi? Kwa msitu. Lakini akiwa amebaki kwenye msitu, sawa sawa na ile mafuta, alianza kutawala kwa msitu. Biblia inasema pupu akakuja akamrarua na mikono. Simba akakuja akamrarua na mikono. Inamaanisha yale mafuta aliyowekwa yalimpea nguvu ya ufalme, akaanza kutawala akiwa kwa msitu. Unanielewa? Unaweza kuwa uko hapa Nairobi, umeandikwa kazi kwa Muhindi, lakini umesikilia mtu mwingine mwenye usago, akitoka usago atakuja uvutwe aingie kazi. Unaweza ukaolewa, jamaa wewe, amuka unalala mbele yangu. Wewe si mko mnakuanga na mko mkusia, yani mpaka ninahubiri na mbele yako na umelala yenyewe. Yaani niko mbele yake lakini bado amelala. Sasa lakini Mungu fanya. Yaani nahubiria mbele yake lakini amelala sisi. Sasa Sauli akasikia wivu, akaanza kumwinda Daudi. Lakini ufalme ulikuwa umetoka. Kuna watu wanafanywa kitu kinaitwa spiritual replacement. Wakati ambapo unafanywa spiritual replacement, hautajua umefanywa. Hata mchungaji unaweza ukafanywa spiritual replacement, ukabaki kusema siku zetu Mungu alikuwa, siku zetu Mungu alikuwa, na sasa kwa wapi? So Daudi alipopakwa yale mafuta, ile roho ya utawala ikatoka kwa Sauli ikaingia ndani ya Daudi. Sauli akaanza kumuwinda Daudi. Akimuwinda Daudi, bado Daudi anashinda vita. Ile roho ya utawala ikafanya mpaka watoto wa Sauli wakapenda Daudi. Daudi akaoa mtoto tena wa Sauli. Daudi unawinda your enemy, na your enemy is your son-in-law. Mnaelewa kile nasema kweli? Unasema hata kama tutakaoa tukao wanapanga Sauli akaambia watu wake, akawaambia huyu jamaa Daudi tunamuua. Kuna kama msichana Sauli akakamia, wewe jifanye mwenyewe, akikuja kwa hii nyumba, uniambia amekuja niwekelee mkuki nigonge yeye. Na Sauli hakujua Daudi asapewa roho ya kutawala. Na yoyote amesapewa roho ya kutawala, akisimama mbele yako unasikia kutawala. Ndio manake wanawake wote, Biblia inasema mliumbwa wanaume wenu watawala. So tuko na roho ya kuwatawala. Sisi kupenda kwetu tulipewa na Mungu. Ni hivyo imeandikwa, ama mtaisoma Biblia? Ama haijaandikwa hivyo? Na mwanamke atatawaliwa na nani? Mumewe. Bwana pesifa. Ndio manake lazima mtubikie sisi tubikie. Lazima mtandike kitanda sisi tutandike. Muose vyombo sio sisi. Si kwa kuosa. Si ni ukweli? Mtupange sisi tujipange. Chakula lazima mtupange. Hata kama tuko na meno 32 na huko na 32, mtakipanga tu. Maana hivyo ndivyo iko. Ndio maana kama unatoka na kwenu, unakuja kwenu. Atukundaje kwenu? Wewe mimi utaona kwenu. Kwenu tunakuja kutembea. Na ukiona mwanaume mwenye ametoka hapa ameenda kuishi kwa kina bibi, huyu mwanaume hapo hapo sawa? Na mmeiona mmoja hapo mmoja, hakuna kitu ya mapenzi sio kiwai hapo. Hata nyinyi wenye Mungu hapo Mungu kwetu, na mkikuja kwetu mnaita wazazi wetu baba mama, si hivyo? So ni sisi tunawatawala. Sisi hatukujangi kwenu, nyinyi ndio mnakujanga kwetu. Halo, na msema nini kwetu? Roho ya kutawala, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo ule msichana amependezwa na Daudi, kila alifanya
alienda akachagua kisiki. Kisiki, mnaelewa kisiki? Mti yenye mekata. Akaja akaenda kwa kitanda. Imagine watoto wako wenye umezaa. Akaweka kwa kitanda, akaifunika blanketi. Akaanza kuambia baba yake. Akafanya. Sauli akakuja na mkuki. Akakuja na mkuki. Anasema leo Daudi kwe. Akatuma mkuki akapiga kisiki. Anasema hata wewe mshana wangu umenifanya. Hata wewe mshana wangu umenifanya hivi aje. Enda kusoma Biblia. Ni hivyo. Watoto Jonathan ambaye alikuwa mtoto wa Sauli akafanya agano na Daudi, wakawa marafiki. So Jonathan anaambia Sauli hivi, anaambia Daudi hivi, baba leo amepanga hivi, baba anataka kukuua, baba amepanga hivi, usipitie hapa. Wakati roho ya utawala imeingia ndani mwako, kila mtu aliye na pesa, mtu aliye na vitu anatamani kukuambia siri mahali pesa ziko, na atakwambia hata maadui zako ni akina nani, atakwambia hata wale wamepanga kukuua ni akina nani. Lakini wakati roho ya utawala hayuko ndani mwako, utatawaliwa tu. Unaelewa kweli? So uongozi ulikuwa umetoka kwa Sauli ukaingia kwa Daudi. Ndio maana Daudi anaongea mpaka na watoto wa Sauli na wanamsikia, lakini watoto wa Sauli hawawezi wakamsikia kama yeye ni baba yao. So unaweza ukazaa watoto hawakusikii, wanakaa kichwa ngumu kwa sababu wewe ulinyang'anywa roho ya utawala. Lakini mama mkwe akapewa roho ya utawala, haki yako akapewa roho ya utawala, unapata haki yako. Yaani kwa sababu umezaa watoto, si wewe ndio umezaa watoto, kutoka kwa kipo yako, na uko na brother ambao ni ango ya watoto. Watoto wako umewasomesha kwa shida, lakini watoto wako wako na pesa. Wakikuja Kenya, mwenye wanaambia ni ango yao, hawakwambii wewe baba yao. Mwenye wamenunulia gari ni ango yao. Wakifika wanaendanga kwa nti yao kwanza kabla hawajafika. Hamjaona ile maneno kwa familia? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Wewe kama mzazi uliondolewa roho ya utawala, watoto wako hawatakusikia. Ni wewe utafute roho ya utawala ndio watoto wako wakusikie. Watakaa kichwa ngumu kwa sababu gani? Roho ya utawala ilitoka. Hata utakuwa. Wanasema si ndio mali sana tena. Ni wewe. Kwanza nachoka kuishi nasikia ni muziki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe uende kwa madhabahu upate roho ya kutawala. Ukiongea wanasikia, hawatasikia kwa sababu unabeba kibogo na unabeba mkuki. Halo. Wa mama musila, vile mnalala hivyo wa mama musila. Bado wazee musila. Mpango wewe ongeza sauti bwana. Ako hapo. Huyo mwenye anakaa hapa niongeze sauti. Na siongeze sana. Una balance. Mpango wa kando ataenda kwa mganga wake apate roho kutoka kwa mganga wake. Hata kama mpango wa kando hana sura, akitembea mbele ya mzee wako atamuita baby sweetheart kulitania avocado. Akikuona vile wewe umejaa anakuita stupid, don't be stupid. Hello, mako na mwambie